Yoreda Toidiye Otu Iwada Kamena Mai Ene Muya Koa Koro Ya Kwano Batie Meya Ganu Nama Etio Gabia Dere Oye De Kiole Kigo Naine Kiama Twine Kiyore Te Akule Yaide Areo Dege Diaro Kenya Jericho Matu Como Wajare Kiu Naga Otiwa Kujeo Vagai Wainaini Gorosiada Makiare Amatire Kana Gorosiada Makiare Amatire Kana Niode Todo meo que te miyana no No eduta Vito Wede Vito Ega Iwakwa Na Mwadani Wirawakwa Yo diría Omo de Bereaku Dikereria Mahoya Magoroyakwa Dikereria Mahoya Magoroyakwa Wae maidama Kwani mago Sodereye Majere Uliokwenda Nireda Fafa Ujere Uliokwenda Mudenya Wakuruka Kwareaderu Osione Wajikaraga Jebereye Toa Kene Medaide Amwadani Igoro Nagokinya Nani Juge Teigoro Nagokinya Eonasia Dojira Mwadani Wakwa Otireke Nuyane No Neokana Gorainea Quadrire Yagoinoka Gorainea Quadrire Yagoinoka Yes, so more than a day He came Madani Wakwa Onege Mamutia Ego Kone Awe Wewa Gweye Kabadiga Nenarata Urumagire Wedire Na Dusia Indo Siago Kodeno Ni Dogyoke Madani Dogyoke Dogyoke Madani Dogyoke Goroya Kwai Kene Negweda Hinyawaroho Negweda Hinyawaroho Negweda Hinyawaroho
tuifurahie, tushangilie na tuishi hii siku vile Bwana Mungu ametukusudia. Kila wakati Bwana Mungu hututakia mema, hututafutia mema. Kwa hivyo ni vizuri wakati tunatambua hivyo, hata siku kama ya leo jua liwake, iwe ni mvua, sisi tusiangalie hayo, lakini kila wakati tuna kusudi kwa hilo siku. Na nafikiri mmetambua, ndivyo tumekuwa tukisoma katika maisha ya Mtume Paulo, ya kwamba hakuna kitu ama mahali ulisikia alifanya mahali alikuwa ambapo hakuwa na kusudi. Kila mahali na kila hatua alikuwa amejipanga. Na siku ya leo tunaendelea na masomo yetu. Tuko katika mlango wa 14 wa Matendo, na kichwa cha somo ni uhuru. Tunapenda uhuru. Si hata tulipokuwa watoto tulitaka sana uhuru. Ni jana tulikuwa tunaongea na kaka yangu vile tukiwa watoto, mama yangu baba alikuwa kazini, kwa hivyo hategemewi katika kujua vile tunakaa. Ataenda asubuhi, saa nyingine usiku atakuwa kazini, lakini mama kutuanzia asubuhi mpaka jioni. Na alikuwa ametoa sheria. Na ikifika saa hizi mpaka jioni. Ni siku moja tu alikuwa ametupa uhuru katika mwezi. Sijui kama huku zamani kulikuwa gari zilikuwa zinaleta sinema. Sasa siku ya sinema tunaruhusiwa twende uwanjani kuona sinema. Lakini siku zingine hakuna uhuru. Sasa kaka yangu alikuwa ananikumbusha vile kuna bwana mmoja alikuwa rafiki yetu jirani, yeye alikuwa na uhuru kila siku. Sasa wakati kuna vipindi vya televisheni, yeye angeenda kuona, na kipindi kingine ni cha saa 2, sisi saa 12 hakuna kutoka kwa nyumba, na nusu ndio dakika ya mwisho huo umefika kwa nyumba. Ukipita saa 12:30 tatizo. Sasa tuko tunaona kweli tungetaka uhuru, ambayo nakumbushwa mama mmoja ambaye alikizungumza na watoto wake, aliwashauri akawaambia, mkiwa hapa hakuna uhuru, mnafanya vile na waambia. Lakini wakati utafika miaka yako, utoke uende kwako, hutaniona kwako nikija kukuuliza kama umekula, kama umesafisha nyumba, sitakuja. Uhuru ni kitu ambacho ni cha muhimu sana. Na hata Mungu akimuumba mwanadamu, katika mambo yote ambayo alimpa jambo la muhimu zaidi, lile alimpa ni uhuru. Kwa sababu umesikia malaika, tuliambiwa kuna wakati waliasi wakati mmoja. Na walipoasi akapigana nao, na ndio sasa tunaambiwa pepo wachafu ambao wanatusumbua. Lakini siku yao pia inafika ambayo atamalizana nao. Tumesoma hivyo katika kitabu cha Ufunuo. Sasa uhuru, tumepewa sisi uhuru wa uchaguzi. Na pia tumepewa, si nchi yetu ni huru, lakini tunasema huku Kenya tuko na uhuru. Lakini ni uhuru wa kufanya chochote. Nikisikia nipige Gibson kofi na mpiga, kwa sababu ni uhuru? Hapana. Uhuru una vipimo, una viwango. Kwa sababu uhuru una kusudi moja, uhuru, uwajibikaji. Hakuna uhuru bila uwajibikaji. Sasa tunataka kuona uhuru ambao tunazungumzia hapa. Matendo 15 mstari wa 1 mpaka wa 5, tunasikia kitu kinaitwa dhana potofu. Dhana potofu ama imani potofu ama sheria potofu ama mtindo mpotofu. Utatusomea tafadhali wa Shiko mstari wa 1 mpaka wa 3.
Matendo 15. 15 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Wakashuka watu waliotoka Uyahudi wakawafundisha wale ndugu ya kwamba msipotahiriwa kama desturi ya Musa hamwezi kuokoka. Basi baada ya Paulo na Barnaba kushindana na watu hawa na kuhojiana nao sana, ndugu wakaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume na wazee kwa habari ya swali hilo. Basi wakisafirishwa na kanisa wakapita kati ya nchi ya Foinike na Samaria, wakatangaza habari za kuongoza kwao mataifa. Akawafurahisha ndugu sana. Asante. Ati siwa Paulo ameenda wakihubiri Injili. Na kwa mataifa anawaambia mumuamini Yesu Kristo. Ukiamini Yesu Kristo utapata uzima mpya. Ukiamini dhabihu ya Yesu Kristo, wewe huna tatizo tena katika umilele wako. Umeahidiwa ya kwamba atakuwa pamoja naye katika haya maisha na mwishowe mtakuwa naye mbinguni ambako ni raha na milele. Na watu tunaambiwa wakaamini. Si hata kanisa likianza tunakumbuka Petro akiwahubiria watu wengi. Sasa wameenda katika wa mataifa na wanahubiria. Sasa wazo likakuja. Na ikakuwa sasa ni kama inawekwa ni sheria fulani ya kwamba kama mtu hajatahiriwa na kufuata amri ya Musa, huyo hajaokoka. Ya kwamba kwanza unaokoka katika Yesu, alafu unafuatana, unakamilisha torati ya Musa. Sasa wewe umeishi vizuri bila tatizo, unaambiwa lazima utahiriwe. Kwa sababu tunakumbuka iko katika torati ya Musa, lakini hiyo ilianza mapema kabisa na Ibrahimu. Akasema agano langu liko hivi, kwa wanaume wote watahiriwe, ili iwe ni ishara ya kwamba wamekubali ya kwamba wako na agano na mimi. Sasa ikakuwa ni tatizo kubwa kwenye kanisa, kwa sababu Paulo hawaambii hivyo, lakini watu fulani wamekuja. Ndio tukasema dhana potofu ama watu kutokuelewa. Hiyo ndio maana yake. Kutokuelewa ni nini? Na hakuna tatizo kubwa kama mtu ambaye hajaelewa kitu. Kwa sababu mtu ambaye hajaelewa kitu yuko katika, ni kama tuseme mtu yuko katika giza. Ile giza kabisa, na umejikuta mahali ambako hujui sasa niende upande huu ama upande mwingine. Na ilipokuwa tatizo, basi tunaambiwa wakaamua, hapana, hili jambo linapaswa lipelekwe kule makao makuu ambako kuna kiongozi wetu Petro. Na wakaenda, wakafunga safari, tunaambiwa wakaenda na wakule walipitia, wakakuwa na ushuhuda wa vile mataifa yameokoka. Si ya kwamba walitoka tunakwenda mara moja, walipitia sehemu na wakasalimia wandugu na wakaendelea. Tunaambiwa ya kwamba itakuwa ni furaha kubwa. Mahali pote walifurahia, ndugu walifurahia sana kusikia watu wa mataifa wamekubali Injili na wameokoka. Basi wakafika huko, wakafika sasa Yerusalemu, wakapokelewa vizuri,
na wakasema tatizo. Kwanza wakaeleza vile mambo yalivyokuwa, alafu wakasema kuna hili tatizo limeingia, hatujui mahali limetoka, lakini liko. Wakasema hivyo ndivyo. Sisi aliposimama Paulo kuongea mbele baraza, na aliposimama kuongea akasema yale Mungu amefanya katika wa mataifa, na vile wamepokea Injili, vile wameendelea na kuonyesha ukakamavu na wamejitoa kabisa kumfuata Yesu. Lakini tunaambiwa alipomaliza kusema hivyo, akatokea wale ambao walikuwa wanafuata hiyo dhana potofu ama fundisho ama wazo, ni kukosa kuelewa wazo ni gani lile la kutahiriwa. Sasa wanasema wa mataifa lazima watahiriwe, na tunaambiwa hawa wakasema hapana, watu wakiokoka ni lazima wanaume watahiriwe na ni lazima wafuate torati ya Musa. Sasa ikakuwa ni nini? Ni tatizo, si ndio? Wamefika wamesema, na wale wako hapo wanaongoja wakaambia hapana, sisi tunasema lazima. Basi funzo lile liko hapo, liko katika Luka 16:16. Linasema hivi: Torati na manabii vilikuwapo mpaka Yohana. Tangu wakati huo habari njema ya ufalme wa Bwana Mungu hutangazwa, na kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Tumeambiwa aje? Ati torati ya Musa na manabii yalifika mpaka Yohana. Si alikuja Yohana Mbatizaji na akawaambia kuna mwingine anakuja. Basi tunaambiwa katika Yohana Mbatizaji torati ya Musa ilikwisha, na katika kuisha sasa ni agano jipya katika Yesu Kristo. Kwa hivyo mambo ya torati ya Musa tuelewe hivyo. Sasa usisimame useme Musa alisema. Ukisema Musa alisema, ukumbuke Musa alisema kabla ya Yesu, lakini Yesu naye alisema nini? Tunakumbuka yale matatizo Yesu alikuwa nayo na Mafarisayo na Masadukayo na waandishi. Kwa sababu kuna vile walichukua maandiko na wakasema ni hivi, kama vile Washiko wametukumbusha. Mpaka wakakuja na wakasema tunaambiwa tumpende Mungu wetu. Kwa kwanza ya kwamba mtu ambaye ana wazazi angewasaidia wazazi, anasema mzazi akimwenda ambia hapana, kile ningekupa nimeweka wakfu kwa Mungu. Sasa tumeambiwa vizuri, kama tutaongea mambo ya Musa, hebu tuangalie Musa anasema nini na Yesu Kristo katika maisha yake amesema nini. Na ndio sababu siku ya leo hatuendi kwenye hekalu. Ama hii tutaliita hekalu? Hapana, hapa ni mahali pa mkutano. Siku hizi tunasema kanisa, lakini tunajua kanisa si haya mabati. Kanisa ni ushirika, ni kuamini. Ukiamini basi unakuwa sehemu ya kanisa. Unakuwa sehemu ya kanisa, unakuwa umeshikanishwa katika agano jipya katika Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo tujue hivyo. Kwa hivyo ukiongea mambo ya Yeremia vile alisema, angalia kama inaambatana na vile Yesu Kristo alisema. Kwa sababu utakuta mahali Musa amesema vile watu watafanya, lakini katika Yesu Kristo hiyo imepitwa. Na ndio sababu sijaona wadana kikuja na mbuzi hapa tumchinje, tumchome. Kwa sababu sasa ukuhani huo wa Musa uliisha na
Yohana Mbatizaji. Ukuhani ukaisha. Na nakumbuka mahali tulikuwa na wahubiri wengine na wakaongea na tukaongea. Nikawaambia, kwa sababu sasa wewe unaongea hivyo, nionyeshe Agano Jipya ni mahali gani pametajwa jina kuhani. Tumesoma kuhani Petro. Tumeambiwa tunamuita nani? Mtume. Yaani mtu ambaye ana ujumbe. Si mtume ni mtu amepewa ujumbe. Sasa tunaongea mambo ya mtume Petro. Tunaongea mtume, sasa tunaongea mtume Paulo. Tunaongea mwinjilisti Filipo. Si tulisoma habari ya Filipo naye akihubiri. Sasa ndio hivyo tunaambiwa. Sasa hakuna kuhani. Ukisikia mtu akisema ni kuhani wa Agano Jipya, umuulize ni wapi? Nionyeshe mahali kuhani ametajwa Agano Jipya. Hakuna jina la kuhani. Kuna mitume, kuna mashahidi, kuna waamini. Amen. Amen. Jambo la pili. Sasa si wamesema hivyo. Wakasema sasa tufanye nini? Tuitishe baraza. Sasa tuko kwenye baraza. 15 sasa, hebu tusomee 6 mstari mmoja tu 6. Tunaona kitu kinaitwa baraza. Mstari wa 6 peke yake. Mitume na wazee wakakusanyika wapate kulifikiri neno hilo. Ndio. Yaani baraza likaitwa likiwa na ile inaitwa agenda. Agenda yake ni kuna hili tatizo, kuna hili wazo limezuka hivi karibuni. Azilikuwa hapo mbeleni limezuka. Tulitatue namna gani? Na ni vizuri wakati watu kuna tofauti ya maoni, watu wanakutana wanazungumza. Na si tukienda bunge si wale watu wamekubali hivi waseme ndio, si ndio? Wale wamekataa waseme hapana. Alafu wanasema wale wamekataa ndio wengi, kwa hivyo ndio tutaenda. Lakini katika kazi ya Mungu na katika injili ya Yesu Kristo sio wengi. Kwa sababu tumeambiwa kwamba kazi ni nyingi, watenda kazi ni wachache. Tumeambiwa Yesu Kristo alikuwa na wafuasi, lakini wale walisema sulubiwe walikuwa wengi kuliko wafuasi wake. Kweli? Kwa hivyo katika mambo ya Mungu si wingi wa maoni, lakini tunaongozwa na neno la Mungu, tunaongozwa na kusudi la Mungu. Kwa hivyo baraza limeitwa liangalie. Kwa hivyo tukikutana katika baraza na kuzungumza mambo ya Mungu, na hata nitaenda zaidi, hata mambo mengine ya maisha, si kuna hivi vikundi tunakuwa navyo, hata tukikutana kwenye hiki kikundi, nikisimama na tuongee mambo ya kikundi, kuna mambo nitakataa. Niseme mimi imani yangu imekataana nayo, naongozwa na Biblia. Kwa sababu tunaweza kukutana na kikundi ambacho kinaenda kinyume cha Biblia. Mimi sitajiunga nacho. Mnaelewa vile nasema? Kwa sababu tunaambiwa katika Amosi 3:3, je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Wanaweza? Hawawezi. Kwa hivyo kama sasa niambie wadan tuende kwetu. Wadan tuende kwetu tukimaliza kanisa. Tukienda tutakuwa tumepatana. Kama vile sisi huja na wewe huku sababu baada ya wakati wa ushirika. Nakwambia tutembee. Na utatuona mimi na wadan tunatembea. Tunakuja. Kwa sababu tumekubaliana. Lakini hatuwezi tukaenda na wadan na yeye haidi 7 na mimi nataka twende 7.
na tumekubaliana tutakuja miguu. Si ataona nduthi asimamishe, arukie aniambie haya wewe tutaonana siku nyingine. Lakini kama tutaenda pamoja, lazima tukubaliane na tuwe na wakati wa kuzungumza na kupatana. Jambo lingine hapo ni utakaso. Ni mstari wa 7 mpaka 11. Hebu tusomee 7, 8, 9. Mstari mitatu. 7, 8, 9. Na baada ya hoja nyingi, Petro akasimama akawaambia, ndugu zangu, ninyi mnajua ya kuwa tangu siku za kwanza Mungu alichagua miongoni mwenu ya kwamba mataifa wasikie neno la Injili kwa kinywa changu na kuliamini. Na Mungu ajuaye mioyo ya watu akawashuhudia, akiwapa Roho Mtakatifu vile vile kama alivyotupa sisi. Wala hakufanya tofauti kati yetu sisi na wao, akiwasafisha mioyo yao kwa imani. Kwa imani. Sasa tunaambiwa jambo linaitwa utakaso. Petro akasimama, sasa imekuwa ni tatizo. Hawa wanasema vile wamefanywa, Mungu amefanya, na hawa wanasema hapana, ni lazima. Sasa Petro akasimama. Petro akawaeleza, nyinyi wenyewe mko hapa mnajua vile mimi mwenyewe Mungu aliamua niende niwahubirie mataifa. Na Mungu akadhibitisha ya kwamba waliposikia hili neno la imani katika Yesu Kristo na kuliamini, Mungu alijionyesha wako pamoja. Ushirika umebuniwa kwa sababu aliwatakasa. Kwa hao kuamini wakapata utakaso kama wetu. Na baada ya utakaso tunaambiwa hata Roho Mtakatifu wakapewa. Tulisoma mambo ya kule Kaisaria vile lilitokea. Wakati Petro alikuwa anazungumza, anahubiria, mara watu wa mataifa wakaanza kunena kwa lugha, wamejazwa na Roho. Mpaka hata Petro akatatanishwa, akauliza, sasa watu kama hawa ambao wana Roho Mtakatifu kama sisi, nini tazuizwe? Na mara moja tunaambiwa wakabatizwa. Sasa Petro anaambia kama ndio hivyo ilivyokuwa, ya kwamba hakubagua hawa ni watu wa mataifa, aliwapa Roho kama sisi. Na sisi sasa tunataka kuwabagua kwa sababu ni wa mataifa, lazima wafanane na sisi. Namna gani hiyo? Akauliza swali, kwa nini mnataka kumjaribu Mungu? Si Mungu amejionyesha mapenzi yake? Watu wa mataifa wananena kwa lugha, wamejazwa Roho, wanaamini Injili na wamebatizwa. Na sisi tunawaambia hapana, bado hawajakamilika, lazima wafanane na sisi. Ni kama sisi sasa, si hapa huku ni kwa Wakikuyu. Tuseme mtu akitaka kuja kanisa hili letu la Sabasaba, ili ni la baada ya kuokoka lazima ufanane na sisi. Uishi na sisi. Ufanye mambo yale vile tunafanya, ufuate desturi zetu. Wakaambiwa hapana, nyinyi ni Mungu mnajaribu. Ama si mtu akijaribiwa huwa anatakiwa apatikane makosa. Ukienda mtihani si unapewa maswali? Mwalimu ama ule amekupa mtihani anaangalia makosa, si ndio? Kwa sababu ukipita si anakuambia sawa, hiyo umepita. Ingine anakuambia hapana. Alafu anakuambia hapo umekosea, lazima ufanye kusahihisha. Sasa ni Mungu mnataka kumsahihisha. Wewe fikiri, Mungu aliyetuumba
mimi nasimama kusema hapana, alikosea, kwa sababu mnajaribu Mungu, kwa sababu mnawekelea watu mzigo ambao Mungu hakuwawekelea. Aliwatakasa kama sisi. Wana ujumbe ama wana ushuhuda kama wetu. Wana ujuzi kama wetu wa Roho Mtakatifu, wamejazwa na Roho Mtakatifu kama sisi. Alafu tuambie hapana, sisi ni Wayahudi, muwe kama Wayahudi. Ni Mungu mnajaribu kukosoa. Alafu akamaliza, kwa sababu mnamwekelea wao, akawaambia mnawawekelea mzigo ambao si wao. Huo mzigo ulikuwa wetu, na Yesu Kristo alikuja na kumaliza huo mzigo. Funzo ni hili, liko katika Yohana 4:24. Bwana Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Unakumbuka hicho kisa? Nani anakumbuka? Ndio atukumbushe. Hapo maandiko yako wapi? Yanauzungumzia nani? Ilikuwa ni Yesu Na nani? Ilikuwa na mwanamke alikuwa anachota maji kwa Basi. Si hata leo tumeimba. Ati Yesu na mwanamke Msamaria. Huyu anaomba maji, anauliza, sasa wewe ni Myahudi, mimi ni Msamaria. Itakuwaje uniombe maji, si ndio? Sasa Yesu akamjibu katika mazungumzo yao, kwa sababu baadaye walipokosa kukubaliana, Yesu akisema hivi, Msamaria mama anasema hivi. Si Yesu ndiye alianzisha mazungumzo? Akisema huyu anajibu, akisema huyu anajibu. Mpaka akafika mahali akamwambia hapana. Nyinyi mnaabudu kitu hamjui. Siku inakuja mbali wamwabuduo Mungu watamwabudu katika roho, na imefika hiyo siku katika roho na kweli. Yesu alikuwa amekufa msalabani wakati huo? Hapana. Lakini hiyo siku imefika kwa sababu yeye ni amekuja. Mungu mwenyewe ni anamwambia. Mungu ana leo ama kesho? Si Mungu ni wakati wote, kwa sababu tunaambua hana mwanzo hana mwisho. Kwa hivyo imani na ibada yetu na imani yetu na maisha yetu ni katika roho, si katika mwili. Agano letu na Yesu Kristo ni katika roho, si katika mwili. Na ndiyo sababu sasa hatuleti dhabihu huku. Japokuwa kama vile washiko nikuambia TV siku ya leo, utasikia mtu akisema niliona nikashindwa, hao watu kwani pesa wamepagawa na pepo wa pesa. Anasema labda umeleta sadaka, na labda umeleta matoleo yako, na labda umeleta dhabihu, na hakuna mahali umeambiwa ulete dhabihu kwa Mungu, kwa sababu dhabihu tayari dhabihu imekamilika. Wakati Yesu msalabani alisema mambo yote yamekwisha, akasema mambo yote yamekamilika. Amen. Amen. Ni katika Matendo 10 ni katika hapo Yohana, kuabudu Mungu na ibada ile tuko nayo sasa ni katika, si katika mbuzi, katika kondoo, katika ng'ombe, hapana. Hiyo yote ameacha. Jambo lingine hapo Matendo 15:12. Matendo 15:12. Tunaambiwa Barnaba na Paulo, tuwaone si hao ndio wametumwa toe jawabu. Sasa nao tusikie vile watasema. Basi mkutano wote wakanyamaza, wakawasikiliza Barnaba na Paulo wakiwapasha habari za ishara na maajabu ambayo Mungu alifanya kwa
ujumbe wao katika mataifa. Ndio. Na Hapo 12. Ati sasa Paulo si Petro ameeleza ujuzi wake na huduma ya Yesu Kristo kwa mataifa na kwa wa mataifa, si ndio? Sasa na yeye Paulo na Barnaba wakasimama na wakasema miujiza na maajabu ambayo Mungu alifanya nao kwa mataifa. Sasa kama amefanya hayo yote kwa mataifa, na sisi tunawaambia hapana, kweni kama sisi. Kwa nini? Mathayo 15:28 tunaona funzo. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Mnakumbuka hiyo habari? Nadhani unakumbuka. Mama aliambiwa hivyo. Alikuwa mama gani? Nani anakumbuka? Yule aliambiwa imani yako ni kubwa, itendeke hivyo, na binti yake akapona. Ni alikuwa mama gani? Umesahau? Na mama ni binti, binti alikuwa na roho mbaya. Ni mama tunaambiwa alikuwa Foinike na Tiro. Alikuwa wa mataifa, hata si taifa moja. Kwa alikuwa na damu kila aina, alikuwa Mgiriki, alikuwa Tiro, alikuwa mama wa damu yake imechanganyika damu nyingi. Kwa hivyo hakuwa Myahudi. Akaenda anamuomba binti yangu, na tunaambiwa Yesu anamwangalia tu amenyamaza. Unakumbuka hizo habari? Hata wanafunzi wanaambia si ufatendee aende. Yesu amenyamaza. Alipozungumza akasema hapana, si halali chakula cha watoto kipewe nini? Mbwa. Sio ni kusema hataki mambo ya huyu mama kwa maneno hayo. Si ndio ukiambiwa hivyo na mtu, si ndio utaitikia hivyo, ujue huyu hataki kuniona. Kama unaenda kuambia mimi mtu kama wewe sitaki kumuona hapa, si utaenda? Utaona amekwambia. Lakini mama hakufanya hivyo. Akamwambia ni sawa Bwana. Lakini hata chakula cha watoto kile kimemwagika, si mbwa wanakula? Watoto wanafuata chakula kimemwagika, si ni mbwa? Kama mimi jana nilikuwa na wageni, na sinajua mbwa akiwa mahali popote, sijui hata kilomita atajua hata nusa kitu. Sasa wakati walianza kupika wapishi, mbwa nao wakaanza kuja huko wengi. Mama akasema hata mbwa. Sasa mtu akikula chakula abakishe ama mifupa, unafanya nayo, si utampa huyo mbwa? Na huyo mama anasema hiyo imemwagika, hiyo ndio nataka. Kama mbwa huyu hao wangu kama walikuja kwangu jana, kama walikuwa wangezungumza wangesema mzee habari, tunataka nini? Mfupa na ile chakula watu wengine wamebakisha. Sasa akasema hiyo, Yesu akamwambia wewe mama, imani yako ni kubwa. Vile umeomba na tendeke. Wewe fikiri Mungu mwenyewe anakuambia Washiko wewe, Washiko imani yako ni kubwa. Sasa huyu aliambia mama, si mama Myahudi lakini wa mataifa. Kuonyesha nini? Mungu hana ubaguzi wa watu. Wote ni wake. Amen. Amen. Alafu 13 mpaka 21 tunaona mtu anaitwa Yakobo. Na huyu Yakobo wataalamu wa theolojia wanasema alikuwa yule kaka wake Yesu. Leo katika mazungumzo yetu tulisoma na ile swali likakuja ati Yesu na mama yake na ndugu zake walienda mahali panaitwa Kapernaum.
Na swali likakuja, Yesu alikuwa na ndugu? Yesu alikuwa na kaka zake. Kuna kanisa linaamini hakuwa na kaka, lakini na nini? Na maandiko. Kwa sababu katika Mathayo alipopata mtoto wake wa kwanza, na Mathayo alikuwa huko mbele, si yule alichukuliwa akifanya kazi, ni mtu amesoma. Akiandika alisema Mariamu akajifungua mwanaye wa kwanza, na yeye na mume wake Yusufu hakuonana mpaka baada ya huyo mtoto kuzaliwa. Na tukasoma walikuwa na ndugu zake. Mmoja hawa ndugu ni Yakobo. Kulikuwa ndugu na kaka yake Mwokozi Yesu wa mama yake. Kwa mama yake alikuwa anaitwa Yakobo, mmoja aliitwa Simeoni, kuna mwingine aliitwa Yusufu na mwingine aliitwa Yuda. Na tunaambiwa hata alikuwa na dada wengine. Dada tu kuambiwa walikuwa wangapi, lakini kaka waliwajua. Sasa ni Yakobo. Tusomee tu Yakobo 13:14. Yakobo. Hapana, hapo tuko Matendo 15. Mambo yetu tusomee Yakobo maneno yake. Kuanzia 13, 14 na 15. Habari zenyewe ni ndefu. Na hao walipokwisha kunyamaza, Yakobo akajibu akisema, ndugu zangu msikilizeni. Simeoni ametueleza jinsi Mungu hapo kwanza alivyowaambia mataifa, ili achague watu katika hao kwa ajili ya jina lake. Na maneno ya manabii yapatana na hayo, kama ilivyoandikwa, baada ya mambo haya nitarejea. Mpaka hapo 15. Asante. Sasa Yakobo katika hilo baraza, yeye ndiye alikuwa anazungumza. Nafikiri ndiye alikuwa naitwa mwenyekiti wa mazungumzo. Si Petro ameongea, Paulo na Barnaba wameongea. Na tunaambiwa jambo la ajabu, wale watu walikuwa wanapiga kelele na kusema lazima lazima wafanye, lazima. Tunaambiwa Petro alipoongea wakanyamaza. Hakuubisha kwa sababu alikuwa anaongea ukweli. Paulo na Barnaba wakazungumza, wakakimya. Hawajibu kwa sababu wanaona ya kweli Mungu amejidhihirisha. Na hiyo ndiyo tumeitwa. Si kuzungumza na watu na kugombana na maneno mengi. Tuseme tu ukweli wa Mungu. Ukisema ukweli wa Mungu, yule mtu ataruhusu Mungu azungumze naye, atasikia na ataamini yale tunamwambia. Sasa Yakobo akakuja na akawaambia, "Mmesikia?" Na kama mmesikia, akaeleza hata maandiko vile walikuwa yamezungumza. Ya kwamba Mungu huyu Mungu si ati ni Mungu yuko hapa ana watu wake na wengine si wake. Hapana. Watu wote ni wake. Kwa sababu wote walitokana na Adamu. Ndio tunaitwa wanadamu. Wanadamu sisi ni mbegu ya Adamu. Akawaambia, "Mmesikia?" Sasa akawaambia, "Hapana. Muangalie sana na mchunge vile mnasema. Kwa sababu Mungu hata akiwa mbinguni alikuwa anatangoja wakati mataifa yatamtafuta." Na ndipo hata alipoanza na Ibrahimu, si ndio tunaongea sisi ni imani ya Ibrahimu. Akaambia Ibrahimu, mtu yeyote wa mataifa akitaka kujiunga na nyinyi afanye nini? Iwe mwanaume alafu ajiunge na afuate maagizo. Lakini sasa tumeambiwa hivi. Sasa umeona wamehubiriwa injili ya Yesu, si ya Musa. Hakuhubiriwa Torati ya Musa. Hapana, injili ya Yesu.
na vile Yesu alikuja akahubiri, akaeleza vile tumeimba hivyo ule wimbo mwingine atituru. Alikuwa anaambia ufalme wa Mungu unakuja, na ukakuja. Sasa huo ufalme sasa ndio unahubiriwa. Akawaambia hivi, sasa hakuna haja tena tuwasumbulie watu wa mataifa zaidi na sheria zetu. Mnajua hata hizi sheria hatukuziweza. Wakaambiwa hata hivyo kuna mambo matatu wataachana nayo. Wakaambiwa wajiepushe na vitu vilivyoshirikishwa na sanamu, ibada ya sanamu. Sinakumbuka hata kwetu tulikuwa na mambo kama hayo. Mtu wazee wakinywa pombe si walikuwa na mwaga. Wanasema ati wazee nao wakunywe. Usipofanya hivyo hao wazee wanaweza wakakasirika. Hizo ndizo sanamu. Kitu chochote ambacho unaweka mbele ya Mungu, unakitegemea zaidi ya vile Mungu ameniagiza, hiyo ni sanamu. Nyingine ni pesa. Na ndio utaona watu wanatafuta pesa, wajali watapitia njia gani. Si kwa sababu wanaona mimi nataka pesa tu, pesa basi. Wakaambiwa vitu vilivyoshirikishwa na sanamu. Wakaambiwa uasherati. Wakaambiwa vitu vilivyonyongwa. Na wakaambiwa damu. Vitu vinne peke yake ndio waliambiwa mtu wa mataifa ukiokoka, hayo tu mambo ujiepushe nayo. Kubali Yesu Kristo kama Mwokozi, ujiepushe nayo mambo matatu, hakuna mambo mengine utaambiwa. Kwa sababu huwezi kumwabudu Yesu Kristo na una sanamu. Labda una kamchongo. Na tukasema sanamu si lazima iwe mchongo, inaweza kuwa kitu ambacho umeweka. Wengine hata ni mtu. Utasikia watu wakiongea mambo ya mtu, unaona huyu amechukua huyu mtu ni kama Mungu. Nani akisema? Si umesikia wakisema? Nani akisema ni mzuri ni mzuri. Aje. Ati Gibson akisema ni mzuri. Kwa nini? Na mimi nina akili zangu. Si niseme hata mimi naungana mkono na Gibson. Hata mimi si kwa sababu hata mimi nimefanya maamuzi. Si hivyo ndivyo Mungu anatutarajia? Watu wa kufanya maamuzi yetu. Kwa sababu ikija wakati wa kujibu, tunajibu mtu maisha yake. Tutasimama mbele ya Mungu na kusema, hivyo ndivyo Gibson alituambia. Hapana, Mungu amesema. Wakaambiwa vitu vilivyonyongwa na damu, vitu vinne. Na ndio siku ya leo nakumbuka tulipokuwa tunajifundisha Biblia katika shule ya Biblia, watu wanauliza, na je hii mnapeita mitura? Mitura tukule. Na maandiko yamesema kitu kina damu usikule. Kitu kilichonyongwa kama ni kuchinja lazima damu imwagwe. Wakaambiwa kama wakifanya hayo mengine tusiwasumbue. Lakini ni ajabu, siku ya leo watu wanasumbuliwa na mambo mengi sana. Simeona kanisa, kila makanisa yako na mambo yao. Kanisa letu nguo lazima ifike chini. Sawa. Si wameona ati hivyo ndio wanasema, ni maandiko yanasema hivyo. Lakini kuna mahali ulisikia Paulo akiongea watu vile watavaa. Akiongea anasema kama utavaa usivae kwa kujirembesha sana. Vaa uwe mtu wa kadiri katika mambo yako. Lakini hawa wakaambiwa watu wa mataifa ni mambo tu matatu. Wakizingatia hayo na wamwamini Yesu Kristo, mengine sisi hatuna haja. Hatutawaambia ati chakula chenu msikule hiki, msikule kile. Kwa sababu si hata Paulo Petro ndiye alikutana na Mungu, akaambiwa mambo ya vyakula. Akaambiwa chinja, kula kila aina ya wanyama na ndege. Akisema sijawahi.
Akaambiwa kile Mungu ametakasa usiseme ni najisi. Funzo Zaburi 51:17 inasema hivi: dhabihu za Bwana Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka. Bwana Mungu huta udharau. Hiyo ndiyo ibada. Tukiambiwa, tumeongea mambo ya dhabihu. Dhabihu si pesa. Lakini wahubiri wengi wa leo, hasa wa Kipentekoste, wa kiroho, wamependa pesa kabisa. Pesa ndiyo inaongea. Toa dhabihu ufunguliwe. Hapana. Dhabihu tunaambiwa, na unaona ni nani anaandika hiyo? Nabii Mfalme Daudi. Kabla Yesu Kristo anasema, alikuwa ameweka moyo wake dhabihu ya Mungu ni nini? Akasema dhabihu za Bwana Mungu ni roho iliyovunjika, roho ambayo imevunjika, imekubali. Hiyo ndio imani. Hiyo roho ya imani. Moyo uliovunjika na kupondeka. Bwana Mungu hutadharau. Mioyo yetu hiyo imepondeka. Hiyo imevunjika. Mioyo yetu. Sio mimi niseme hapana, mimi nasema hivi, hapana. Mimi najikuta nimejitoa hapo. Nasema ni Bwana Mungu akitenda kazi ndani yangu bila nataka, hiyo ndiyo sheria yangu, hayo ndiyo nitafuata. Amen. Amen. Akasema hivi. 3. Amri 15:22 mpaka 29. Tusome 22 na 3 na 4. 22 na 3 na 4. Basi ikawapendeza mitume na wazee na kanisa lote kuwachagua watu miongoni mwao na kuwapeleka Antiokia pamoja na Paulo na Barnaba. Nao ni hawa: Yuda aliyeitwa Barsaba na Sila, waliokuwa watu wakuu katika ndugu. Wakaandika hivi na kupeleka kwa mikono yao: mitume na ndugu wazee, kwa ndugu zetu walioko Antiokia na Samu na Kilikia, walio na wa mataifa salamu. Kwa kuwa tumesikia ya kwamba watu waliotoka kwetu wamewasubua kwa maneno yao, wakipotosha roho zenu, ambao sisi hatukuwaagiza. Sisi tumeona vema hali tumepatana kwa moyo mmoja kuwachagua watu na kuwapeleka kwenu pamoja na wapendwa wetu Barnaba na Paulo. Tufike hapo. Asante. Sasa wakaamua, wakatoa amri na wakaiandika kwa barua. Wakasema Paulo na Barnaba watawapelekea barua. Lakini zaidi ya Paulo na Barnaba, wamechukua watu wa kutoka Yerusalemu. Ndio huyo anaitwa Sila, na huyo mwingine anaitwa Barsaba, Yudasi na Sila. Kuna mtu aliitwa Yudasi, hawa Barsaba na Sila. Yaani si Paulo aje na barua tu, asome barua na hawa ni mashahidi ya kwamba ni kweli hii barua ilitoka wapi? Ilitoka Yerusalemu. Waseme Paulo alitoka hapa akaenda barua. Hatujui kama si hata barua za uongo ni nyingi.
Nimesikia kuna watu, si unakumbuka wakati jeshi inachukua makurutu, utasikia mtu ameenda akalipa pesa akapewa barua anaenda Eldoret, ndiko anaenda kufundishiwa na barua ya uongo. Anaambiwa hii barua ulipewa na nani? Ilikuwa anaambiwa utatuambia kule ulitoa barua. Ili kuepusha mambo kama hiyo ya uongo, wakachukua watu kutoka waende nao. Ndio Paulo na Barnaba wakisoma barua, hawa wanasema ndio. Tulikuwa na Petro, tulikuwa na Yakobo, ilikuwa hivi. Yaani wakaambiwa hii barua ambayo mmeipata sasa, nyinyi mnajua Paulo mnamfahamu, si ndio? Huyu Sila mnamfahamu, na Barnaba mnamfahamu. Hawa ni watu ambao walihatarisha maisha yao kwa sababu ya Injili. Lakini hao hatoshi, ndio tumewapa hapa mjue vile tunasema ni kweli. Na wakaenda wakawaambia yale mambo manne. Hayo tu ndio, hakuna mzigo mwingine mtafanya. Ukiokoka hakikisha umejiepusha ibada ya sanamu, umejiepusha uasherati, umejiepusha vitu vilivyonyongwa, yani mnyama aliyenyongwa nyama yake, na pia damu, usitumie damu. Sasa wakapewa barua waende nayo. Hiyo ndio amri iliyotolewa, na hiyo ndio amri tunatumia siku ya leo. Mpaka leo watu wa mataifa, hakuna kitu kingine tunaambiwa tufanye ama tunahitajika kufanya. Kwa hivyo washiko, mtu akikwambia hapana, ukiokoka lazima uvae nguo namna hii, uamuzi ni wa nini? Ni wako, lakini nguo unavaa nguo iko na heshima, si ndio? Lakini uamuzi ni wako. Naambiwa lazima ufunge kitambaa, lazima ufanye, hapana usivae hii inaitwa nini, mikufu. Hiyo yote watu wanaongeza. Hapa hatuoni, tumeambiwa yale mambo ya kuzingatiwa na watu wa mataifa. Lakini mambo ya Musa na Torati yake, sisi si Wayahudi, sisi ni watu wa mataifa. Katika Mathayo 22:37 na 8 inasema hivi, ndilo funzo. Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ya kwanza. Hiyo ndiyo amri kuu. Mpende nani? Bwana Mungu wako. Na ukipenda Bwana Mungu wako, sasa kuna watu wakuli nguruwe kwa sababu Torati imekataza. Nguruwe Mungu aliumba ya nini? Na ikafugwa, si ndio? Vitu kama hivyo, vikwazo watu wanawekewa. Sisi mfanye hivi, hatutumii hiki. Nguo zetu tunavaa nguo ya rangi moja. Kuna watu wana mambo kama hayo. Hapana. Tumeambiwa wewe mpende Bwana Mungu wako. Umpende kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote. Mwingine nasema hata kwa nguvu yako yote. Ukimpenda, hiyo inatosha. Amen. Kimalizia tunaongea mambo ya Shamu. Wametoka sasa na barua. Tusomee 30 na 31. Mstari miwili tumalize. Hata hao wakiisha kupewa ruhusa wakateremkia Antiokia, na baada ya kuwakusanya jamii zote wakawapa ile barua. Nao walipokwisha kuisoma wakafurahi kwa
ajili ya faraja ile. Na hiyo ni sawa. Sasa Barua hiyo wameenda na tunaambiwa akaenda Antiokia na wakaipeleka. Sasa tunaambiwa anaondoka na salamu kutoka kwa ndugu, na wakaenda wote, wakaenda wakipeleka hiyo barua, na mataifa si walikuwa katika hali ngumu. Ni kama ile hali nani alikuwa nayo mtu anaitwa Nikodemo. Alipoambiwa lazima azaliwe mara ya pili, akashindwa, sasa mimi mtu mzima hivi nitarudiaje katika tumbo la mama? Akaambiwa hapana, mwili ni mwili, roho ni roho. Wakaambiwa Torati ya Musa ilikuwa ya mwili, lakini inapaswa kurekebisha roho yako, na ikashindwa. na sasa wakaambiwa hivyo. Tunaambiwa wanafundisha na kuhubiri neno la Mungu. Hiyo tu ndio wakaendelea, na watu wamepewa uhuru. Wewe muamini Yesu Kristo, wewe mfuate Yesu Kristo, fanya yale ya kumfurahisha Bwana Mungu. Mengine ya huku chini ni mambo hayana maana, si mambo yanaongeza katika wokovu. Wokovu tumelipiwa, umetosha. Hakuna kitu kingine tunapaswa kuwekewa. Tumalizia hapo, tunaona kitu kinaitwa mgawanyiko 36 mpaka 41. Tusome 36 na 7 tufunge. 36 na 7. Baada ya siku kadha wa kadha, Paulo akamwambia Barnaba, haya, turejee sasa tukawaangalie hao ndugu katika kila mji tulipo lihubiri neno la Bwana wa hali gani. Barnaba akazimu kumchukua Yohana aliyeitwa Marko pamoja nao. Asante. Sasa si Paulo na Barnaba wameenda na wamefanya kazi kuhubiri. Wakasema sasa ni vizuri twende tuangalie wale watu kule tuhubiri kwanza. Akaanambia Barnaba, si walitoka mara ya kwanza safari kutoka Yerusalemu, walitoka na Barnaba. Na tunaambia Yohana Marko akaandamana nao. Lakini waliposafiri inaonekana Marko sijui kwa nini aliwaza hivyo, lakini Marko walipofika mji mmoja unaitwa Pamfilia, yeye aliwaacha akarudi Yerusalemu. Sasa wakati wanakuja yuko pamoja nao. Hajatajwa mpaka hapa. Paulo akamwambia Barnaba, twende tukaone wa ndugu. Barnaba akasema ni sawa, lakini twende na Marko. Paulo akasema hapana, huyu Marko, Yohana Marko alituacha Pamfilia. Sasa mimi siwezi kaenda naye. Na hiyo akasema ni lazima. Tunaambiwa Barnaba wakakosana kabisa, wakakuwa na mgawanyiko wa ajabu. Barnaba akachukua Yohana Marko, wakaenda naye, tunaambiwa wakasafiri. Akaenda kisiwa ambacho kinaitwa Kipro. Kipro kiko mpaka siku leo kinaitwa Cyprus. Hao wakaenda, akamchukua, wamekosana sasa. Barnaba wamekosana na Paulo. Barnaba akachukua Yohana Marko, wakaenda na yeye Kipro. Naye Paulo akasema, ameniacha, tutaenda na Sila. Na tunaambiwa kwamba Paulo akamchagua Sila na wakaondoka, huku wakiombewa na ndugu. Sasa inaonekana Barnaba alipokasirika, alikasirika kabisa.
Hatuambiwa wakaomba pamoja. Yeye alichukua tu nini wakaenda. Lakini Paulo waliombewa na ndugu wa kudumu katika safari. Na ni tabia mzuri sana na desturi mzuri. Wakati katika mambo yote tunaweka maombi kwanza, si ndio? Tukiachana tunashukuru Mungu na tunaomba. Sasa hawa sijui walienda bila hatuambiwi walipata baraka za kanisa. Walienda tu wao na wakaenda kitu. Lakini Paulo akaombewa. Sijui kwa nini. Na lakini baadaye inaonekana Paulo na Yohana Marko walifanya amani na wakarudiana. Kwa sababu hata wakati mmoja Paulo aliandika barua katika moja ya nyaraka zake akatumie Yohana Marko. Alikuwa msaada kubwa kwangu. Tukikosana hebu tukosane, lakini tukosane katika jinsi ya kufanya mambo, lakini tusikosane katika roho. Hawa inaonekana wilienda zaidi kwa sababu huyo alienda hata bila maombi, alienda hata bila salamu. Yeye alichukua tu na wakaenda. Alikasirika sana Barnaba. Lakini muhimu sisi tuelewe mambo. Tulipoongea katika somo kuhusu vile aliwaacha, hatujui kwa nini aliwaacha, lakini nikataja ya kwamba mama yake alikuwa bado hai. Si labda alimumiss mama yake sana, akasema hai, wacha nirudi nyumbani nione mama vile. Sijui, hiyo tu ni kuwaza. Lakini Paulo hakukubali, ilikuwa na sababu ya kutosha. Akasema huyo siendi na yeye, na huyo akasema nitaenda na yeye, na wakatoka. Lakini Paulo alipochukua Sila, walienda kwa kanisa na wakaombewa safari. Tunaambiwa nini? Tuheshimu watu. Watu ndio watatuombea baraka, ndio watatuombea tukiwa mbali sehemu zingine. Amen. Basi tumalizia hapo. Tuangalie jambo la kutafakari ni Matendo 15:10. Nasema hivi: basi sasa mbona mnamjaribu Bwana Mungu na kuweka kongwe juu ya shingo za wanafunzi, ambalo baba zetu wala sisi hatukuweza kulichukua. Na kwamba tusifanyie uzito maisha ya Ukristo. Tusiweke mambo ambayo hayako katika Biblia. Ya kwamba sisi na Wadan tuliamua, unashika na Washiko, kanisa la Sabato tumeamua hivi. Na ni mambo ambayo hatuwezi kushikamana na Biblia na kusema tunaamini Biblia vile imesema. Ni sisi tu maoni yetu. Na wazo kuu ni hili, Matendo 15:28. Kwa maana ilimpendeza Roho Mtakatifu na sisi tusiwatwike mzigo na hayo yaliyo lazima, ila hayo yaliyo lazima. Ya kwamba tukiambia mtu kile kitu anapaswa kufanya, kiwe ni kitu cha lazima. Tusiwekele watu mizigo na mambo mengi. Alafu sala ni hili, Matendo 15:26. Watu waliohatarisha maisha yao kwa ajili ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tukiomba tuombe nguvu ya kwamba kama itabidi tuhatarishe maisha yetu, Mungu atatusaidia tuwe na ujasiri huo. Unaona hawa tunaambiwa walihatarisha nini? Maisha. Wakati Wadana ameongea mambo ya siku ya ushirika, ati kuna mama alikasirika kusikia ati huyu ndugu Wambogwa saa yote anakumbusha watu
akisema mimi hiyo sitaenda. Sana mama kama hiyo huruma. Wewe ushirika unaambiwa masaa mangapi? Saa 4 mpaka saa 6 Ukiongeza saa 1, masaa 3 kwa wiki. Utoke kwako uende ushirika masaa 2 urudi. Unasema mimi sitaenda. Lakini hawa ni maisha yao walihatarisha. Si tulizoa vile Paulo alipigwa mawe na aliwacha kuhubiri. Wewe unaambiwa kuja ushirika, kuja maombi, kupatikani kabisa. Nguvu mtu kama huyo hana, imani yake ni hafifu. Hawa unawasikia ushuhuda wa imani yao. Amen. Yehova Bwana Mungu wetu awabariki sana.